Jina hubeba watu. Deogratias maana yake mshukuru ni Mungu. Na baba yako John, John maana yake ambao pia ndio jina langu, waliopendelewa na Mungu. Wewe mshukuru Mungu na umezaliwa na waliopendelewa na Mungu. Tunza hilo katika maisha yako yote. Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea mtu sahihi kwa wakati sahihi. Deogratias, John, Louis, Pancras, Temi Ndejembi, unazo sifa zote za kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini unazo sifa za ziada za kufaa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya kuwa msaidizi wake. Narudia kwa mara ya mwisho kulitumia neno hili. Mwanangu Deo, tunza tabia ambayo umekuwa nayo maisha yako yote kabla Mungu hajakupa nafasi hii. Endelea kushika haya yafuatayo ambayo naomba niyaseme kwako. Kiwa msaidizi wa rais, na kuomba uendelee kuwa na utii usiotiliwa mashaka. Uendelee kuwa na utii usiotiliwa mashaka. Uendelee kuwa mwadilifu na mwaminifu. Uendelee kuwa na mtu mwenye heshima na staha kwa mkubwa wako kama ilivyo tabia yako. Endelea kuridhika na kutunza ulichopewa. Na kama ilivyo kawaida yako, na ulizingatie. Endelea kuheshimu na kuzingatia kimo chako. Wewe unakwenda kuwa msaidizi wa rais. Mwanangu Deo, zingatia hilo. Pia endelea na tabia yako ambayo umekuwa nayo siku zote ya uvumilivu. Kila mtu ameisema hapo, ya uvumilivu. Uvumilivu ambao wakati mwingine watu walidhani wewe ni dhaifu, kumbe ndio ilikuwa nguvu yako. Endelea kuwa mnyenyekevu ambao watu wengine wakati mwingine walidhani hujui chochote. Leo sifa zako zimesomwa na zimesema. Endelea kuwa mzalendo. Tumikie nchi yako kwa moyo wako wote. Saidie Mheshimiwa Rais kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Lakini leo wengi wamesema umepata bahati kubwa ya kulelewa na babu yako ambao tunamfahamu sisi, Mzee Pancras Temi Ndejembi, kutoka kijiji cha Zizomoche, wa kutoka Ngome, na ndio aliyekuvuvia roho ya upendo, roho ya huruma, roho ya staha, roho ya heshima. Na hakika leo Mdalalea yu hai na leo umempa furaha kubwa. Na Dr. Samia Suluhu Hassan leo umemwongezea mama yetu Mdalalea Cassian Hemanje miaka ya baraka kubwa, kuona ukuu wa Mungu katika nyakati hizi. Mimi binafsi ninayo furaha kubwa sana na moyo wangu umejaa furaha na shangwe kwa uteuzi wako. Na sasa privilege yangu inakwisha. Jana wenzako wananiambia, kila siku alikuwa anapita hapa anakwambia, mzee wangu ni Mswanu, na nimtia mwanangu Deo ni Mswanu. Leo imekwisha. Wewe sio mwanangu tena kwa maana ya nafasi yako. Wewe sasa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenye kimo kikubwa kuliko changu, mwenye kimo kikubwa kuliko changu. Na mimi kwako sasa kimo changu ni kidogo,
ni waziri katika serikali ninayetumika kwa ridhaa ya rais. Kwa hiyo kuanzia leo, ile lugha yangu ya zamani, mwanangu tushirikiane, imekwisha. Sasa niko tayari kupokea maelekezo na maagizo. Mheshimiwa Spika, mimi na mke wangu Amina, Dr. Amina Deo tulikuwa tunamwita mwenetu. Ajabu ya Mungu, mimi jina langu la ubatizo ni John na baba yake ni John. Mimi mke wangu ni Amina na mama yake ni Amina. Kwa kwetu alikuwa ni mtoto, lakini kama nilivyosema leo, wewe sasa ni makamu wa rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mila zetu, mtoto anapopata ngazi hiyo anaanza kuwa baba yako, sio kwa maana ya kukuzaa, lakini baba yako kwa sababu amekuheshimisha. Asante sana kwa kuheshimisha. Baada ya jambo hili kutokea, na Kenneth Nolo yuko hapa, wazee wamenitumia ujumbe nikusomee, na nitausoma ujumbe huo alafu nitamaliza kwa aya ya Biblia. Na Mheshimiwa Spika, naomba ni usome ujumbe huo ambao Nolo ni shahidi kwa lugha walionitumia. Ikonje limaga mwikonje anye wanyangudu uliwatemi wagona kukuyo alimtemi Pancras kusila alimtemi na wakukuzo wose wa Nolo kusila waliwatemi alu abwe Deo si ulimtemi wawa ikutu lya mtemi wawa mtazi wa mtemi tazema hweso maswanu mtemi wesi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mtima wako wose mlungu ya kulugute mlungu ya kudime na mlungu ya kubele nhojo zose la wazuwali sunga miaka nichibitilila. Wanasema tawi la mti bora kutoka katika mti bora. Nyie ni Wanyagundu, ninyi mna asili ya watemi waaminifu. Babu yako mzee Pancras alikuwa mtemi, Kusila alikuwa mtemi, na babu zako wote Nolo Kusila walikuwa watemi. Lakini wewe leo sio mtemi, bali ni sikio la mtemi. Wewe leo ni msaidizi wa mtemi. Mpe mawazo mazuri na ushauri mzuri mtemi wa nchi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa moyo wako wote. Mungu akubariki, Mungu akulinde na akujaze baraka zake zote. Na haya yanatoka kwa wazee wako wote wa Bihawana, Wabahi, Wachikuyu, Wamaweni, Wasoria, kose haka Manyoni yote, Bahi yote, Dodoma vijijini yote, wazee wamenipa ujumbe huu. Somea. Sasa nimalize na maneno kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 aya ya 12. Mtu yeyote asikudharau kwa kuwa wewe ni kijana, bali uwe kielelezo kizuri kwa waumini katika usemi, mwenendo, upendo, imani na usafi. Nenda kama walivyosema wote, tunza nafasi uliyopewa. Saidie Mheshimiwa Rais ili aweze kuliongoza taifa hili kama ambavyo Mwenyezi Mungu amempangia aliongoza. Mpe amani, mpe utulivu wa akili, lakini ujue kama nilivyosema
wakati mmoja yashikilie sana maneno ya Mwadhama Polycarp Pengo wakati wa kuweka wakfu Askofu Elinaza Sendoro wa Kanisa la Kiinjili la Kitoi Tanzania Dayosisi ya Mashariki wa Pwani, maneno aliyomwambia msaidizi wa askofu wao anamuita Dini. Akasema mara nyingi msaidizi hukosea anapoona kila wakati mkubwa anampa mambo makubwa ayatatue. Asipokuwa na saburi, asipokuwa na hekima, asipokuwa na unyenyekevu, atadhani yeye ni sawa na mkubwa wake. Shika hilo. Wewe ni msaidizi wa rais, una sifa zote, una haiba hiyo, una tabia hiyo, na wenzako wote wa rika yako wameshuhudia. Sisi tulio wazee, furaha yetu ni kuwaona vijana watakaoliongoza taifa hili baada ya sisi zamu yetu kuwa imekwisha, na tukiwatazama. Ndio maana tunaona fahari katika uzee wetu kuwa pamoja na nyinyi vijana, na hasa vijana wenye heshima, vijana wenye adabu, vijana wenye kiasi, vijana wenye kujua ukomo wao, lakini vijana wanaothamini taifa lao, wanaoipenda nchi yao, na wanaoheshimu viongozi wao. Basi ndugu zangu wabunge wote, ado, mimi sio mwalimu wako tu, lakini pia sisemi hivi kwa nia mbaya, la hasha. Hili ni jambo la kitaifa. Hili si jambo la vyama, hili ni jambo la kitaifa. Na niwaambieni ndugu zangu, hakuna taifa jingine kama alivyosema msemaji mmoja hapa tulionalo isipokuwa Tanzania. Yote haya ni 9, 10 ni uimara, usalama, amani, umoja, mshikamano wa taifa hili la Tanzania. Na hasa katika kipindi hiki cha tufani, misukosuko, ubarakala na mengi mengine. Hiki ndio kipindi cha sisi wa Tanzania kujua tukiivuruga hii Tanzania hatuna kwenda kwingine. Na haya yanakuja kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Juzi tu tumekwenda kushuhudia kuzunduliwa kwa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lile sio bwawa, lile ni ziwa. That is a man-made lake. Na ni la pili kwa ukubwa barani Afrika. Na ndipo nilipomwona Deo amevaa nguo ya unyenyekevu kabisa. Hakuvaa suti, amevaa shati lile waliovaa watumishi wa TANESCO, lile. Sasa nikwambie mwanangu Deo, kwa mara ya mwisho, huo ulikuwa ndio mtihani wako na ukaufaulu kwa kuonyesha unyenyekevu wa hali ya juu siku ile, na leo tuko hapa. Basi waheshimiwa wabunge wote, tutoe kura za ndio 100%. Hizo zitambariki Deo Gratias John Pancras Ndejembi, zitampa nguvu, lakini pia zitampa amani kubwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba tumemheshimu na tumethamini chaguo sahihi alilotuletea. Baada ya maelezo hayo, Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Asante. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako,
inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.